yako mapenzi yako ambayo Mungu umekusudia ndani ya nchi ya Tanzania. Nasi tunaomba mapenzi yako yakatimizwe Bwana. Kuanzia sasa natangaza majira ya ghafla, natangaza majira ya ghafla. Watu wakasema itakuwa ghafla, imetokea tu ghafla. Haya ni majira ya ghafla katika jina la Yesu. Natangaza majira ya ghafla kuanzia sasa kwenye Mungu wa roho. Yapo matukio ambayo nayaona yatakayotokea ghafla kama ishara ya kwamba Mungu umeamua kuamua kwa haki katika jina la Yesu. Nao waonao majira haya wafahamu kabisa ya kwamba ndiye Mungu umeamua. Haya ni majira ya ghafla. Natambulisha kuanzia sasa kama mtumishi wako, napanda hii mbegu sasa kwenye Mungu wa roho. Majira ya ghafla, yataitwa majira ya ghafla. Watu watasema ni ghafla katika jina la Yesu. Watasema imetokea ghafla. Bwana, katika namna ambayo hakuna mwenye uwezo kuelezea, mambo yakae kwa ghafla katika jina la Yesu. Ni ghafla tu imetokea, ni ghafla tu imetokea, ni ghafla tu imetokea. Nawe hiyo ikawa ni silaha ambayo unaenda kuitumia Bwana. Amua kwa haki Bwana katika jina la Yesu. Mambo yote ambayo umekusudia kufanyika, ambayo Mungu anafahamu ni kinyume na mpango wako, ni kinyume na mapenzi yako, watu wanaopanga kufanya mambo ambayo hayakupendezi wewe kwenye nchi ya Tanzania, Bwana, wewe unaye sirini, wewe unayejua mambo yote, ona namna ambavyo watu wameamua kuendesha nchi hii, naye Mungu kasimame uwasaidie na kuendesha hekima yako ikatawale kuliko akili zao katika jina la Yesu. Bwana, na kwa sababu kuna majira haya ya ghafla ambayo tunayaendea, nami katika Mungu wa roho natambulisha majira ya ghafla, matukio ya ghafla, matukio ya ghafla, kama ishara kwamba hii ni sauti yako inazungumza. Itatokea ghafla, watu watasema kwa ghafla tu imetokea, kwa ghafla tu imetokea, imekuwa ghafla katika jina la Yesu. Na mambo yakae ghafla katika jina la Yesu. Napanda hiyo mbegu kwenye Mungu wa roho, napanga mbegu ya ghafla, na ipanda mbegu ya ghafla katika Mungu wa roho katika jina la Yesu. Mambo yatatokea kwa ghafla na watasema hakika ni ghafla katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu Mungu anaenda kufanya sawa sawa tulivyoomba. Najua mwaka huu utakuwa ni mwaka wa neema, utakuwa ni mwaka wa neema. Watu ambao Mungu amepanga kufanya maovu watafundishwa somo hili kwamba kuna Mungu aweze kuamua kwa siri, na kuna Mungu aweze kuamua kwa haki, na kuna Mungu aweze kuamua kwa wazi katika jina la Yesu. Tunaleta Tanzania mbele zako Bwana. Tunajua umesikia na unaenda kufanya. Tanzania haitaporwa, Tanzania itakuwa salama. Tanzania haitaporwa, Tanzania itakuwa salama. Tanzania haitaporwa, Tanzania itakuwa salama. Bwana, wa viongozi wetu wote wenye dhamana ya kuendesha nchi hii, tunaomba hekima yako iwe juu yao. Wape hekima yako Bwana, wasemeshwe kwa hekima yako Bwana. Wape kufahamu ya kwamba wanapaswa kuamua kwa haki, wanapaswa kuenenda kwa hekima katika jina la Yesu. Bwana, afya zao zisiwape kiburi cha kushindwa kujua ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unatambulisha majira ya ghafla katika jina la Yesu. Naomba kuwasemeshe Roho yako Mtakatifu mwaminifu akawakumbusha ya kwamba pamoja na dhamana walizonazo bado wanapaswa kuongoza nchi hii katika haki yako. Nami Mungu najua ya kwamba umekwisha kusikia na unaenda kutenda sasa na vile ambavyo umesema katika jina la Yesu. Matukio ambayo tutokea haya, ambayo tutokea matukio ya ghafla, yakawa ni fundisho kwa watu wengine kwamba Mungu unao uwezo wa kuamua ndani ya muda mfupi maamuzi yakafanyika katika jina la Yesu. Pokea sifa na heshima kwa kuwa Mungu umesikia na unaenda kutenda katika jina la Yesu tumeomba. Amen.